Ni namna gani ambavyo unaweza kusafisha hekalu lako? Namna gani ambavyo unaweza kusafisha hekalu lako? Hii ni NHC TV. Naam, ni wakati mwingine tumekutana tena katika kujuzana yale maandiko matakatifu na meseji kubwa ambazo zimewekwa katika Biblia. Je, unatamani kuielewa Biblia kwa undani zaidi, ama unatamani kujifunza neno la Mungu kwa usahihi na kuona likibadilisha maisha yako? Karibu, langu jina ni Longina Rubes na hii ni NHC, chuo cha Biblia kutoka kanisa la The New Hope Church lililopo mkoani Kigoma. Hiki ni kipindi maalum kinachokuletea mafundisho ya kina, uchambuzi wa kweli wa maandiko matakatifu kwa kujibu maswali ambayo hayajawahi kuulizwa, au kama yaliwahi kuulizwa hayajawahi kujibiwa. Katika kipindi hiki tutafungua Biblia pamoja na kuchunguza ujumbe wa Mungu katika muktadha wake sahihi na kujifunza historia na maana ya maandiko na mafundisho yake, namna ya kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Biblia tunazo, je, tunaweza kuyaishi maandiko ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Kila siku jiunge nasi katika safari ya kukua katika maarifa ya neno la Mungu na kuimarika katika imani na kumjua Kristo kwa undani zaidi. Hii ni zaidi ya kujifunza Biblia, ni safari ya kubadilishwa na neno la Mungu. Tunakwenda kuungana na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta kwa mujibu wa neno takatifu, ambaye anakwenda kukupitisha katika maandiko ambayo amekuandalia. Unakwenda kubadilika kiroho, unakwenda kubadilika kimwili. Hii ni NHC TV. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina najulikana kama Mwalimu Lazaro Kiguja. Ni mtumishi wa Mungu aliyeokoka. Ninaabudu katika kanisa la The New Hope Church linalopatikana mkoa wa Kigoma, manispaa ya Kigoma Ujiji, kata ya Businde. Kusafishwa kwa hekalu ni somo ambalo ninakwenda kufundisha mchana huu wa leo. Watu wengi sana ambao wamejitanabaisha kwamba wameokoka na wanampenda Yesu, pasi na kujua kwamba wao ndio hekalu la Mungu ambalo ndilo Mungu anatumia kuzungumza nao, ambalo ndilo Mungu hutumia hekalu hilo kuwasiliana na watu, kuwasaidia watu na kutatua shida za watu. Sasa unapokwenda kujua kusafishwa kwa hekalu, itakusaidia kuandaa mazingira mazuri ambayo yatamfanya Mungu aweze kukutana na shida zako, ambapo Mungu ataweza kukutana na watu wake kupitia hekalu lililo safi. Tutapata kujifunza kwanza maana ya neno hekalu. Hekalu ni nini? Pengine hatujui nini maana ya hekalu. Fuatana na mimi. Hekalu maana yake ni mahali au nyumba takatifu iliyotengwa maalum kwa ajili ya uwepo wa Mungu, ama ibada, sala na dhabihu. Kwa tunapata kujua kwamba hekalu ni mahali ama nyumba takatifu iliyotengwa kwa ajili ya Mungu kuwepo mahali pale, kwa ajili ya ibada za Mungu kufanyika, ama sala pamoja na dhabihu. Katika Agano Jipya, dhana ya hekalu hii inapanuka kumaanisha mwili wa Kristo. Kwa tunapata kujua kumbe maana nyingine hekalu ni mwili wa Kristo. Na pia sio tu mwili wa Kristo, hata yule aliyemwamini Kristo amefanyika kuwa hekalu. Kwa tunapata kujua kwamba maana nyingine hekalu ni mwili wa aliyemwamini Kristo, manake mwili wa muumini. Na kama ni mwili wa muumini, ndipo panafanyika kuwa maskani pa Roho Mtakatifu. Sasa baada ya kujua maana ya hekalu, tutakwenda kujifunza hekalu kwa namna tofauti tofauti. Yawezekana ninaposema hekalu kama mwili wa Kristo, hekalu kama mwili wa muumini,
au hekalu kama mahali patakatifu ambapo mtakatifu ambaye ni Mungu wetu anaketi. Moja, tunakuja kujua hekalu kama mahali patakatifu. Hekalu mahali patakatifu. Hapa unaposema hekalu ni mahali patakatifu, hekalu patakatifu ni pale ambapo watakatifu wanaketi, ni pale ambapo watakatifu wanapatikana, ni pale ambapo mambo matakatifu hufanyika kama ibada, matendo mema na mambo yote ambayo Mungu anapata kuyabariki. Tukipata nafasi tusome ile Wafalme wa Kwanza sura ya 6 na mstari wa 8. Hapa tunapata kwenda kujifunza kwamba hekalu ni mahali patakatifu. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema, makuhani wakalileta sanduku la agano la Bwana hata mahali pake katika chumba cha ndani, ile nyumba patakatifu pa patakatifu, naam, chini ya mbawa za makerubi. Kwa tunapata kuona kwamba hekalu lilipelekwa katika chumba ambacho chumba ilitengwa kama sehemu patakatifu ambapo watakatifu wote hupatikana, na ili uweze kukutana na Mungu, sanduku hilo la agano ilitakiwa Mungu aweze kufika mahali palipo patakatifu. Kwa tunapata kujifunza hapa kwamba mahali patakatifu ni hekalu la Bwana. Lakini pili, tunapata kujifunza kwamba hekalu limetafsiriwa kama maskani ya uwepo wa Mungu. Unaposema maskani, maskani ni nyumbani. Unaposema maskani, maskani ni sehemu ambapo Mungu anakaa. Kwa hiyo pale ambapo Mungu anapatikana limetafsiriwa kuwa hekalu la Bwana. Na ushahidi wa hekalu kuwa maskani ya uwepo wa Mungu tunaipata katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na mstari ule wa 3. Maandiko yanasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo watumishi wa Mungu tunapata kujua kwamba hekalu ni maskani ya uwepo wa Mungu, na wanadamu ambao mili yao imefanyika kuwa hekalu ni mahali ambapo Mungu anakaa. Hiyo ni tafsiri nyingine ya hekalu. Tatu, tunakuja kujua kwamba hekalu ni mwili wa Kristo. Hekalu ni mwili wa Kristo. Kwa nini hekalu ni mwili wa Kristo? Kristo Yesu amekuwa nasi katika ulimwengu huu kwa muda mrefu, na Kristo amekuwa nasi akitufundisha kwa muda mrefu, na hata kujitoa kwake ni kwa sababu ya sisi tupone. Hivyo Mungu ameonekana kupitia mwili wa Kristo, na ndiyo maana hata wakati akiwa na wanafunzi wake, mmoja wa wanafunzi wake alichanganyikiwa na kushindwa kumtafsiri Kristo. Wakati anakwenda kumuuliza, alishangaa na kusema, kumbe na wewe leo bado hujanijua mimi ni nani? Kwa nini? Kwa sababu kupitia Kristo Mungu alionekana. Kupitia Kristo matendo mema na miujiza ilionekana. Kwa hiyo hekalu linatambulika kama mwili wa Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana wa pili mstari wa 19 mpaka 21. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema,
lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Nani? Kristo. Kristo yeye mwenyewe alinena neno habari la hekalu kuwa ni mwili wake, na akaendelea akasema, basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena. Kwa hiyo wanafunzi wake wenyewe walikuja kusadiki kwa sababu alisema neno lile kwamba hekalu ni mwili wake, na ndio maana alifanya mambo makuu, alifanya miujiza mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu lilikuwa ni hekalu takatifu la Mungu. 4. Hekalu imetafsirika kama mwili wa muumini, imetafsirika kama mwili wa walioamini. Kwa hiyo wewe uliyemwamini Kristo, wewe ambaye ni mfuasi wa Kristo, wewe ambaye Kristo alijitoa kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi zako, na ukamwamini, umefanyika kuwa hekalu takatifu la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kupitia wewe watu wataokoka, kupitia wewe miujiza itatendeka, kupitia wewe ishara na maajabu mbalimbali yatathibitika. Hivyo kama utajitambua na kujiona kwamba wewe ni hekalu, basi Mungu atatenda kazi na wewe, na wengi watamjua Mungu kupitia mwili wako. Ukisoma katika kitabu kitakatifu Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 19, maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maandiko yanasema hatujui kama miili yetu ni hekalu la Mungu ambalo Mungu mwenyewe ametupa, ambapo Roho Mtakatifu anapatikana. Na akasema kumbe mwili wetu huu sio kwa ajili yetu wenyewe. Kumbe kama mwili wetu sio kwa ajili yetu wenyewe, mwili wetu ni hekalu takatifu la Bwana, ambapo Mungu atazungumza na watu wake kupitia mwili wangu, ambapo Mungu ataponya watu wake kupitia mwili wangu, ambao Mungu atatatua shida za watu wake kupitia mwili wangu. Kwa maana hiyo sasa tunakuja kujua kwamba hekalu ni mahali patakatifu pa watakatifu. Hekalu ni mwili wa Kristo. Hekalu ni mwili wa aliyeamini. Tuna haja na kila sababu ya kusafisha hekalu la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu hupatikana mahali patakatifu. Mungu wetu hukutana na watu wake mahali palipo safi, ambapo panajulikana kama mahali patakatifu. Tunapata kuona tukio moja alilolifanya Yesu mwenyewe wakati amefika mji ule wa Yerusalemu. Wakati ameingia Yerusalemu, Yesu anaingia katika hekalu la Bwana. Anakuta wale Wayahudi wamegeuza hekalu la Bwana kwa ajili ya kufanyia biashara zao. Wamegeuza hekalu la Bwana kwa ajili ya kucheza kamari. Wamegeuza hekalu la Bwana kuwa pango la wanyang'anyi. Kitendo kile kilimkasirisha sana Yesu. Kitendo kile kilimuudhi sana. Ikawa sababu ya yeye kughadhibika na kupindua meza na kutupa meza na biashara za watu wale. Kwa nini? Kwa sababu tukio lile ilikuwa ni tukio la Yesu kusafisha hekalu lake.
Tukio lile ilikuwa ni hekalu la Yesu, kuheshimisha hekalu la Mungu. Alikasirika sana, na kasiriko lile aliwafukuza watu wale, alisambaza biashara zao, lakini alionyesha hata kuwakataa wale Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu ya kitendo walichokuwa wanakifanya cha kuchafua hekalu la Bwana. Na baada ya hekalu kusafishwa, Yesu akatumia hekalu lile kuponya wagonjwa, akatumia hekalu lile kuonyesha miujiza na maajabu mbalimbali. Hivyo watu wa Mungu, sisi kama hekalu tuna haja ya kusafisha hekalu letu ambao ni mwili wetu. Na ili kulisafisha hekalu la Bwana ni kuacha dhambi za dunia, ni kuacha tamaa mbaya za mwili, ni kuacha mambo yote ambayo ni chukizo kwa Mungu wetu. Kama utaacha mambo mabaya ambayo yanamchukiza Mungu, utafanyika kuwa hekalu la Bwana. Na kama utafanyika kuwa hekalu takatifu la Bwana, na kuhakikishia, wagonjwa watapona, viziwi watasikia, viwete watatembea, vipofu wataona. Haleluya! Kwa hiyo inatakiwa tujue tuna sababu ya kusafisha hekalu la Bwana, ili miujiza na maajabu yatendeke kupitia mili yetu, yatendeke kupitia hekalu takatifu la Bwana. Hii ni NHC TV.